Na msikilizaji wa Jamvini kutoka hapa Big Bros, moja ya taarifa ambayo kwa siku hii ya leo naweza kusema kwamba imekuwa na mshtuko kidogo, ama imeleta mshtuko, ni taarifa ya kuzuia ama zuio la visa kutoka kule Marekani, ambapo wao walitoa sababu zao kwamba wazamiaji ndio wanaosababisha Marekani ibane visa kwa Watanzania, na wakielezea kwamba wazamiaji hao ni wale ambao wamekuwa na visa lakini wakienda wameenda, yani wakienda wameenda, wataki tena kuondoka na kurudi makwao. Kwa hiyo mwisho wa siku inaonekana kama vile wamekuwa ni wazamiaji ambao hawahitaji ama hawataki kurudi, wanakuwa wapo overstay, kukaa zaidi ya muda ambao uliokuwa umepangwa, wamekubaliana kukaa, kama ambavyo imeweza kuandikwa kwenye visa zao. Hayo ni maneno kutoka kule Marekani. Sasa wizara ya Marekani iliweza kuorodhesha nchi ambazo zimewekewa kizuizi hicho, lakini Tanzania ikiwa imetajwa mara nyingi, yani Tanzania ikiwa imetajwa sana, yani kionyesha kwamba kuna Watanzania wengi ambao wapo Marekani ambao nao pia walivyoenda ndio wameenda jumla, hawataki kurudi ama hawataki kuondoka huko. Sasa kutokana na zuio hilo la visa kwa Marekani, Tanzania nayo pia kwa haraka imeonyesha kujibu kile kilichozungumzwa na wizara ya Marekani, na Tanzania imeweza kujibu na kusema kwamba itakaa chini kuweza kuzungumza hili swala vizuri na Marekani. Sasa wizara ya mambo ya nje ya ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapenda kufahamisha umma kuwa serikali ya Marekani imetangaza kuiweka Tanzania katika kundi la nchi zilizowekewa vikwazo visivyokamilika vya kuingia nchini Marekani, partial restrictions and entry limitation. Tangazo la kuiweka Tanzania katika vikwazo hivyo limetangazwa na Rais wa Marekani Mheshimiwa Donald Trump kupitia mitandao yake rasmi ya kijamii mnamo Disemba 16, 2025. Nchi nyingine zilizowekwa katika utaratibu huo ni Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Zambia na Zimbabwe. Na kwa mujibu wa tangazo hilo, uamuzi huo umetokana na baadhi ya Watanzania kutozingatia masharti ya visa za kuingia nchini Marekani na kupelekea zuio hilo kufuatia taarifa ya wakazi waliopitiliza muda, overstay report ilionyesha kuwa kuna kiwango kikubwa cha raia wa Tanzania ambao wanakaa nchini Marekani kinyume cha sheria kwa zaidi ya muda ulioruhusiwa na visa zao. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa Tanzania imekuwa na kiwango kikubwa cha ukaaji wa zaidi ya muda kwa asilimia 8.3 kwa visa zote za B1, B2, visa za biashara na visa za utalii, na asilimia 13.97 kwa visa za kundi la F, M na J ambazo ni visa za wanafunzi, mafunzo ya ufundi na program za kubadilishana, yani exchange programs. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, viwango hivyo vitathaminiwa kuwa vinazidi hali ya kawaida inayokubalika chini ya sera za uhamiaji za Marekani, na hivyo kupelekea Tanzania kujumuishwa katika kundi la vizuizi hivyo vya visa. Kufuatia hali hiyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kujadiliana na serikali ya Marekani kupitia njia za kidiplomasia kati ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ili kulitafutia ufumbuzi suala hilo.
Serikali inawasihi Watanzania wote wanaosafiri kwenda nchini Marekani kufuata kikamilifu masharti ya visa hizo na kuepuka kuongeza muda wa kukaa kinyume cha sheria ya visa hizo, jambo ambalo limepelekea Tanzania kuwekwa kwenye kizuizi hicho, kusaidia jitihada za wizara kuondoa kizuizi hicho. Hayo yameelezwa na kitengo cha mawasiliano cha serikali. Chukua hiyo msikilizaji, ndani ya wasaa huu wa kipindi cha Jamvini, na hii ni Jamvini Big Bros Radio mpaka majira saa 1 ambapo mimi nitakuwa nafikia tamati.